Na siku ya kusomwa kwa bajeti inakuwa na mambo mengi na mbwembwe za aina yake, kuanzia waziri kutoka katika afisi zake hadi kufika katika majengo ya bunge ambapo anatarajiwa kusoma ile bajeti kwa wahusika. Kwa hiyo hizi mbwembwe pia zilikuwepo hii leo. Sasa tutizame tu mambo yalivyokuwa tangu waziri alipoamua kutoka hadi bajeti iliposoma. Matayarisho yote yalikuwa yamekamilika hata kabla waziri wa fedha John Mbadi kutoka ofisini kwake kwenye ghorofa ya 14 ya jengo la hazina kuu. Nje ya jengo hilo katikati ya jiji la Nairobi, maafisa wa serikali, waandishi wa habari na wananchi waliokuwa wakisubiri kwa hamu na gamu walikusanyika wakitarajia kushuhudia mojawapo ya matukio ya kifedha maarufu zaidi humu nchini. Kisha ukawadia wakati ambao umekuwa ukishuhudiwa na kuhusishwa zaidi na siku ya kusoma kwa bajeti. Akiwa amevaa suti ya samawati na akiongozana na maafisa wakuu wa serikali, waziri wa fedha John Mbadi aliibuka akiwa amebeba mkoba maarufu wa bajeti kabla ya kupiga picha kwa ufupi kwenye ngazi za jengo la wizara ya fedha. Ingawa mkoba wenyewe una taarifa ya bajeti na nyaraka za fedha, kwa miaka mingi umebadilika na kuwa ishara ya masuala muhimu ya kiuchumi ya serikali. Huku maafisa wa usalama, maafisa wa serikali na waandishi wa habari wakifuata kwa karibu, waziri aliondoka jengo la hazina kuu hadi bungeni, ambapo wabunge na taifa nzima kwa ujumla lilikuwa linasubiri maelezo ya mpango wa matumizi ya fedha za serikali kati ya mwaka 2026-27. Tofauti na mazoea ya muda mrefu ya kutumia gari aina ya Volkswagen Passat, Mbadi alipelekwa bungeni na gari aina ya Peugeot na kuleta ladha tofauti kwenye hafla ya kusoma bajeti ya mwaka huu. Kando na ishara hiyo, bajeti ya mwaka huu ina umuhimu zaidi, kwani what makes this project truly historic is not the speed of delivery. Iliwasilishwa wakati ambapo serikali inatafuta kusawazisha baina ya ukuaji wa uchumi, nidhamu kwenye matumizi ya fedha na matarajio ya umma. Trevor Ngendo, Darubini.